Majina yangu ninaitwa Veronica George Kilango. Ni mwangalizi na mmiliki wa makao ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi wilayani Kisarawe. Jina la kituo kinaitwa Kisarawe Orphanage House. Umejisikiaje kushiriki maadhimisho ya siku ya leo ya mtoto wa Afrika? Kwa kweli ninamshukuru Mungu, nimefurahia kushiriki, na zaidi ninamshukuru kwa sababu nimepata fursa ya kuwa MC mshereheshaji wa siku ya leo, alafu kuzingatia mbele ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ninajisikia vizuri kwamba na mimi angalau nimeweza kukionyesha kipaji changu. Maadhimisho ya mtoto wa Afrika na kukumbusha nini mama wangu? Maadhimisho ya mtoto wa Afrika inanikumbusha kwamba kipindi kile watoto wa Afrika Kusini kule mjini Soweto waliandamana, walikuwa wakifanya, mimi naweza kusema walikuwa wanafanya vurugu, kwa sababu niliona ile tamthilia masinema yao ambao walicheza na Hupi nakumbuka na Sarafina, walikuwa wengi, lakini namkumbuka Hupi ambaye ndio alikuwa mwalimu wao nadhani, pamoja na Sarafina. Wao ndio walikuwa mbele. Hasa Sarafina yule alikuwa na vurugu kwa sababu alikuwa hamuogopi mzungu, alikuwa haogopi chochote, alikuwa anarusha mawe, walikuwa wanafanya vurugu. Yaani yote ni kwa ajili ya kumtetea mtoto wa Afrika. Kwa hiyo wale ndio waliosababisha leo tunazungumzia haki, watu wanazungumzia haki kutokana na yale matukio yaliyotokea kule South Africa mjini Soweto. Sarafina kwa jinsi ambavyo alikuwa mpambanaji na mtu ambaye alikuwa haogopi, licha kwamba alikuwa ni mtoto mdogo, nadhani kwa sasa hivi kuna mtoto kweli ambaye anaweza kuwa kama huyo? Inawezekana, wapo watoto wengine wanaojiamini, lakini sidhani kama anaweza kujitoa muhanga kama vile. Najua sisi Tanzania ni nchi moja ya amani. Watu tuna hofu, tunaogopa vita. Kwa hiyo sidhani kama kuna mtoto ambaye anaweza akajitoa muhanga kwa ajili ya wengine, sidhani. Maadili ya sasa imekuwa ni changamoto sana kwa watoto, labda wewe una wito gani, unaona nini kuhusiana na hili la maadili hasa kwa watoto, na wewe ukiwa ni mlezi wa watoto na maadili tunaona yanazidi kuwa sio mazuri kutokana na mitandao imekuwa ni mingi sana kijamii, lakini watoto wamekuwa kujifunza vitu vingi, kila kitu anakijua. Wewe unaonaje kwa kanda sasa hivi? Kwa kweli mimi ninachokiona ni kwamba kwanza nirudi pale nyuma, tunaomba katika maadhimisho yanayofuata huko waweze kutusaidia watoto waweze kuona. Unapomwambia mauaji ya Soweto, basi watoto waone ile filamu ama tamthilia ya kina Sarafina. Lakini kwa maadili kwa kweli ni changamoto, kwa sababu tumekuwa tukiona tunaona wacheza muziki, tunaziona video zao. Yaani mimi huwa najiuliza kwamba yani huyu mtoto mpaka ameenda anacheza ule muziki vile, baba hawezi kuangalia ile nyimbo, mama hawezi kuangalia, wajomba kina kaka hawezi kuangalia. Ukiangalia pale wanaozalilika ni watoto wa kike, lakini tuna wanaume wamevaa t-shirt yao, wamevaa suruali, wamevaa kaptula, lakini mtoto kike amevaa kikaptula kifupi ama sijui kisketi yake kifupi, tumbo lake liko wazi, umeona? Alafu angalia vile michezo ile wanaocheza. Kwa hiyo inaathiri watoto kwa sababu wanaangalia, na sio sisi tunaachilia watoto wetu wanaangalia zile nyimbo. Lakini licha ya hivyo, unakuta hata kwenye sherehe za majumbani tunaweka nyimbo zile. Unaona, utaangalia sasa wazazi wengine wanakuwa hawana nidhamu. Unaona kwamba mzazi anacheza kana kwamba hakuna mtoto wake, kana kwamba hakuna mdogo wake. Kwa hiyo mtu anacheza michezo ambayo haistahili hata kuangalia watoto.